yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikulete kwenye mazingira, tulishaomba msaada wa Roho Mtakatifu, nikulete kwenye mazingira. Musa, Bwana Mungu akumkubalia kuingia katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi, ambayo kwa hiyo alimuita kwa sababu ya kosa lililotokea, na Bwana akasema kwamba wewe ukupaswa kufanya hivi, kwa msingi ufanye, hutaingia. Lakini akampa neno kwamba aenda akamtie moyo, akamtie nguvu Yoshua ambaye atasimama na kuwaongoza wana wa Israeli na kuwaingiza katika urithi wao wa nchi ya Kanaani. Na wakati huu walikuwa mashariki mwa mto wa Yordani, eneo unaitwa Bashani. Walikuwa kwenye ule mlima unaitwa mlima wa Nebo, kwa hiyo walikuwa pale. Kwa hiyo akamwambia, nenda ukamtie moyo nani? Yoshua, kwa sababu ndiye atakawaongoza na kuwaingiza wana wa Israeli katika urithi wao. Mtie moyo, mtie nguvu. Yeye akishatiwa moyo na akatiwa nguvu, ataongea na viongozi waandamizi walioko chini yake, wapate kuwaimarisha hata wenzao wasonge mbele kwa ujasiri, kwa sababu bado shughuli ilikuwa mbele yao. Na Bwana anamwambia Musa kufanya hivyo kwa sababu wakiwa upande ule wa mashariki wa eneo unaitwa Bashani, walikuwa na kizazi kipya ambacho akikuona yaliyotokea kule Misri, kwa sababu wale wazee ambao walimkosea Mungu wakaenda pamoja na ile taarifa mbaya iliyoletwa na wale mashahidi 10. Kwa hiyo Bwana Mungu aliwakasikia, akasema kwamba hawataingia katika raha yake au katika urithi ambao aliwakusudia. Wale wazee wote waliotoka Misri ambao waliona hayo yote na Bwana aliyofanya, lakini hawakumwamini, walipokuwa pale jangwani, amewatuma kwenda kuipeleleza nchi ya ahadi, akasema hawataingia. Na wote kwa miaka ile 40 walidondoka mmoja baada ya mwingine, wakaishia wapi? Jangwani. Sasa hapa tuna kizazi kipya ambao hawajazidi miaka 40, lakini miongoni mwao walikuwa wazee wawili, Yoshua na nani? Na Kalebu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio walikuwa wazee kuliko wengine wote, lakini hapa kuna kizazi kipya. Sasa Yoshua na Kalebu, sasa niseme Yoshua, Mungu anamwambia mtie moyo, mtie nguvu. Ngeta akisema na kuwaridhisha hao, wewe unafaje? Unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutaendelea. Yoshua alikuwa ameshuhudia mambo magumu. Hali ni ngumu, hali ni kame, chakula chao, maadui, shida walizopata mle jangwani, alafu na watu wenyewe waliokuwa naongoza. Mungu mwenyewe anasema kwamba watu hawa nawajua, si watu watiifu, wana shingo ngumu. Mungu akisema wana shingo ngumu, wewe utaweza wapi mwanadamu? Tukumaona pendwa, anawasemaje? Wana nini? Wana shingo ngumu, ndio tathmini yake. Ndio watu hawa. Sasa walikuwa chini ya Musa. Sasa walikuwa